Bwana Yesu asifiwe sana. Namshukuru Mungu amenipa tena neema ya kusema nanyi neno lake siku ya leo. Mimi ni mtumishi wa Mungu Ahimidiwe Leonard. Ninapenda kusema nanyi leo neno ambalo Roho Mtakatifu ameliweka ndani yangu. Kabla hatujaendelea, ningependa kukuambia kwamba unaweza ukafuatilia mafundisho yangu mengine kwenye YouTube channel yangu ya Ahimidiwe Leonard. Utakutana kule na mafundisho mengine mengi. Utaendelea kusikiliza na kusikiliza, uwaambie na wengine, ili tuweze kukua kiroho na kufikia kimo na cheo cha Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tutaendelea na somo ambalo Roho Mtakatifu ameliweka ndani yangu, lakini kabla hatujaanza, ninaomba tuombe. Mungu, asante kwa uaminifu wako. Asante kwa kuwa unatupenda, unatujali, na ndio maana unajali kila siku tuweze kula na kunywa vyakula vilivyo vya kiroho, vyakula vyenye virutubisho vyote, vyakula ambavyo vinaweza vikatufanya tukue na kufikia kimo na cheo chako. Asante sana Bwana Yesu kwa upendo wako huu. Ninaomba Roho wako Mtakatifu atutakase na kutuondolea kila kisicho kupendeza ndani yetu. Kila ambacho kinaweza kuleta kutokusikia, kutokuelewa ndani yetu, Roho Mtakatifu akakiondoe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninaomba nguvu yako Mungu iwe juu yetu. Upako wa Roho wako Mtakatifu uwe juu yetu, kutufundisha na kutuelekeza, kutufunulia maandiko, tuweze kukua, tuweze kujua, tuweze kukua na kuweza kufikia kimo na cheo chako Kristo. Maana wewe ndio nia yako Yesu. Ulisema umeweka wengine kuwa mitume, wengine manabii, wengine walimu, wengine wachungaji, ili tuweze kukua, ili tuweze kufikia kimo chako, tuweze kufika wewe ulipofika. Kwa sababu wewe mwenyewe ulisema, mkiniamini mimi mtaweza kufanya mtaweza kufanya niliyoyafanya, naam, hata zaidi ya niliyoyafanya. Ni kwa sababu ya ile kukua ndani yako na kukujua wewe zaidi. Asante Bwana Yesu Kristo. Katika jina lako Yesu nayatiisha yote chini ya mamlaka yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tutajifunza kuhusu somo lenye kichwa kinachosema kula chakula ambacho ni mlo kamili ili uweze kukua kiroho na kufikia kimo na cheo cha Kristo. Kula chakula ambacho ni mlo kamili ili uweze kufikia kimo na cheo cha Kristo. Kwa Kiingereza tunaweza kuita balanced diet. Ule chakula, ule mlo kamili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla hatujaendelea, hebu tuangalie maana halisi ya balanced diet, yani mlo kamili ni nini na ina faida gani kwa mwili huu wa kawaida, mwili huu wa nyama. Ukisoma tafsiri nyepesi ya lishe au mlo kamili, inasema mlo bora hutoa virutubisho muhimu, vitamini na madini ambayo mwili unahitaji ili kufanya kazi nzuri, kudumisha afya na kuzuia magonjwa. Inajumuisha aina mbalimbali za vyakula, matunda, mboga, protini na nafaka zisizokobolewa kwa uwiano unaofaa ili kudumisha uzito wa mwili ulio na afya na kutoa nishati ya kutosha kwa shughuli za kila siku. Hiyo ni tafsiri fupi ya mlo, na ndio faida ya mlo kamili, ambao ukiangalia kwa Kiingereza inasema, tafsiri nyepesi, a balanced diet provides the essential nutrients, vitamins and minerals required for the body to function correctly, maintain health and prevent disease. It includes a variety of foods, fruits, vegetables, proteins and whole grains in the right proportions to maintain a healthy weight and provide. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hiyo hii balanced diet au mlo kamili una hivi vitu ambavyo lazima kuwe na vitamins na minerals na kadhalika ili uweze kukua. Ni tafsiri fupi ya mlo kamili. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Biblia inatuwekea wazi kabisa kwamba binadamu kuna mtu wa ndani ambaye ndiye mtu halisi. Huyu mtu halisi, huyu ahimidiwe, ni yule mtu wa ndani ambaye huyo mtu wa ndani ana nyumba ambayo ni mwili. Hiyo nyumba ni mtu wa nje, ni mtu anayekufa, lakini mtu wa ndani hafi. Ndio maana tunaweza kusema binadamu anaishi milele. Lakini baada ya hii nyumba au huu mwili kufa, huo umilele anaoendelea kuuishi binadamu inategemea ameishi maisha gani. Yaani unaweza wewe ndio una amri au una maamuzi ya kuamua uende wapi kulingana na maisha unayoishi unapokuwa kwenye huu mwili. Ukiishi maisha ya matakatifu ya kumpendeza Mungu na kumwamini Bwana Yesu kuwa Mwokozi wa maisha yako na kwamba alikufia msalabani, ukaishi maisha yanayompendeza, utaenda mbinguni, utaenda peponi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiishi maisha ya kumchukiza Mungu, utaenda jehanamu. Kwa hiyo umilele tunao. Huyu ahimidiwe, na huyu wewe ambaye unanisikiliza wa ndani anaishi milele. Akitoka kwenye hii nyumba ambayo ni mwili unaoharibika, anaenda huko ambako alitengeneza maisha yake akiwa hapa duniani. Je, umetengeneza maisha yako kwenda mbinguni au umetengeneza maisha yako kwenda jehanamu? Bwana Yesu asifiwe. Sasa huu mwili una namna ambavyo ukila vizuri utakuwa na afya, utakuwa na nguvu, hutaugua ovyo, lakini utakuwa akili yako itafanya kazi vizuri, utakuwa katika kimo kizuri. Ni mtoto, kuna vyakula anaanza kula, anaanza kunyonya maziwa ya mama. Ukienda hospitali wanakuambia kunywa maziwa, mnyonyeshe mtoto kwa wingi. Hiki ndio chakula chake bora. Na kuna magonjwa hata mtoto anaugua unaambiwa hamna haja ya dawa, mnyonyeshe. Maziwa yana kila kitu. Lakini utafika umri utaanza kuambiwa sasa mlishe chakula, mwanzishe chakula laini, mchanganyie hiki. Hakikisha kuna matunda, kuna protein, kuna nini, wanga, vitu kama hivyo, ili mtoto azidi kukua vizuri na kufikia kimo anachostahili. Unaona akili ya mtoto inakuwa nzuri, unaona afya ya mtoto inakuwa nzuri, na maisha yanaendelea vizuri kwa mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Hata anakuwa mtu mzima. Kuna wakati unaangalia mtu mzima unagundua kwamba alipungukiwa na kitu. Kuna wakati ukimwangalia mtoto unaona amepungukiwa na kitu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni hivyo hata kwenye maisha yetu ya kiroho. Kwenye mtu wa ndani, huyu anayempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, ambaye analeta mabadiliko mpaka nje, huyu mtu wa rohoni naye ana chakula chake. Na hicho chakula chake Mungu alikiweka wazi. Kuna wanao provide hicho chakula ili huyo mtu wa ndani aweze kukua. Mara unapozaliwa mara ya pili, unamwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, Biblia inasema tazama ya kale yamepita, umekuwa kiumbe kipya. Ni mtoto umezaliwa mara ya pili. Yesu alimwambia Nikodemu, usipozaliwa mara ya pili. Akamwambia, nawezaje mimi kurudi tumboni mwa mama yangu na ukubwa huu nikazaliwa mara ya pili? Akamwambia, usipozaliwa kwa maji na Roho huwezi kurithi uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukishazaliwa mara ya pili una utoto. Wewe ni mtoto. Sasa ndio maana hata Paulo kuna sehemu anasema siongei tena na nyie, naongea na nyie kama watoto, maana bado hamjakuwa. Mnapaswa kunywa maziwa bado. Haleluya. Kuonyesha kuna uchanga bado. Sasa kuna watu ambao wana provide, wanatoa ile lishe kamili ambao Mungu amewaweka special kwenye kanisa lake.
Kumbuka, ninapoongea kanisa, siongelei dhehebu unalosali. Siongelei dhehebu ninalosali mimi. Siongelei huduma unayoenda wewe. Siongelei habari ya huduma wala kanisa dhehebu lolote moja moja. Ninaongelea mwili wa Kristo, kanisa la Kristo duniani, lile linalokuja kunyakuliwa na Yesu, lile ambalo Biblia inasema Bwana anawajua walio wake. Yaani watatoka pale. Ukae ukijua hilo kanisa unalosali au mimi ninalosali halitaenda lote mbinguni. Wakati wa unyakuo watanyakuliwa wale walioko tayari, wale waliovumilia hata mwisho. Yesu alisema watakaovumilia mpaka mwisho, hao ndio wataokoka. Wale watakaoishi maisha mazuri ya kumpendeza Mungu na wakapigwa muhuri wa Roho Mtakatifu, hao ndio watakaonyakuliwa kwenda mbinguni. Haijalishi wanasali wapi. Kwa hiyo usije ukadanganyika eti kwa sababu unasali kanisa fulani lazima utanyakuliwa. Hapana. Wewe mwenyewe unapaswa kupambana na kuishi maisha ya kumpendeza Mungu matakatifu, uhakikishe unapigwa muhuri na Roho Mtakatifu ili ile siku unyakuliwe. Kwa hiyo hilo kanisa ndilo ninaloliongelea, ukuaji wake. Haleluya. Kuna vitu Mungu ambavyo alivisema kwamba vinatakiwa viwepo kwenye kanisa ili watu wake waweze kukua. Haleluya, haleluya. Sasa tukisoma neno la Mungu hapa, baada ya huo utangulizi, naomba tusome neno la Mungu lililoandikwa kwenye kitabu cha Waefeso. Waefeso 4:11 mpaka 15. Waefeso 4:11 mpaka 15. Neno la Mungu linasema, naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe, hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufikia kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo, ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu, kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Lakini tuishike kweli katika upendo, kukua hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, yani Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama Roho Mtakatifu amekusaidia kuona points ambazo unapaswa kujua ili uweze kujua kama umekuwa au hujakuwa. Lakini pia uone kwamba unapaswa ukue, ufike level gani. Haleluya. Haleluya. Uweze kuona umefikia hatua gani. Anasema kuna hawa watu waliwekwa hapa juu, mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji na walimu. Hawa watu wamepewa kutoa chakula, lishe. Hiyo lishe inatakiwa ikusaidie uweze kuwa, kwanza usichukuliwe na kila elimu. Yaani akija mtu anafundisha uongo, unajua huyu muongo huyu. Uchukuliwi tu. Unajua ukiwa wakianza kutambaa na kukua, unaona wanaokota wadudu, wanaokota vitu vichafu, wanakula. Lakini kadri anavyokuwa anajua hiki sio chakula. Mtoto unaweza kumlisha chochote, lakini anapokuwa anajichagulia. Hata sasa hivi sisi watu wazima tunajichagulia kwamba sasa hivi sitakiwi kula hivi sana, sitakiwi kula hivi sana. Lakini hata watoto wetu wanapokuwa tunawachagulia, huyu ale hiki sana ili aweze kuwa hivi sana. Unaangalia amenenepa sana, unapunguza, unaongeza hiki. Kwa sababu gani? Kwa sababu unaelewa, unasoma ulivyopenda wanadamu, kwa sababu naye alikuwa mwanadamu kama sisi. Biblia inasema, lakini hakutenda dhambi. Alijaribiwa kama sisi, lakini hakutenda dhambi. Na inasema ikiwa tunaye kuhani mkuu Yesu Kristo, ambaye alijaribiwa kama sisi lakini hakutenda dhambi, ana uwezo wa kutusaidia. Sasa anatusaidiaje? Ni pale ambapo tunakula chakula kinachotushibisha, kinachotufanya tukue, ili tuweze kufikia kimo na cheo chake, ili na sisi sasa tuweze, tukijaribiwa hatutendi dhambi.
Tunapenda wanaotukosea, tunasamehe wanaotukosea, tunapenda wanadamu wenzetu, hatudharau wanadamu wenzetu, tunajua namna ya kumwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hizi ni dalili za mtu aliyekuwa, au ni kipimo cha mtu aliyekuwa. Mstari wa 13 anasema, hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Ni kipimo cha Mkristo kukua. Sasa pointi moja nyingine tunayopaswa kuiangalia, anasema naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu. Kusudi la kuwatoa hawa ni nini? Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, yaani kwa kusudi la kukukamilisha wewe, kwa kusudi la kunikamilisha mimi, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Anaendelea pale namna ambavyo tunapaswa kukua. Bwana Yesu asifiwe. Ninachotaka tuone hapa ni nini? Kwamba kumbe mlo kamili, balanced diet ya kanisa la Kristo, ni lazima kuwe na mchungaji, ni lazima kuwe na nabii, ni lazima kuwe na mwinjilisti, ni lazima kuwe na mwalimu, ni lazima kuwe na mtume. Haleluya. Ina maana ili kanisa likue, ili upate protein, upate vitamin, upate matunda, upate mboga, upate ile whole grain, vyakula visivyokobolewa, vyakula vya joto mwilini, vyakula vya kila aina ya vyakula vizuri ambavyo mtu anapaswa ambavyo mtu anapaswa kula ili akue, vya kiroho vinapatikana kwa nabii, kwa mchungaji, kwa mwinjilisti, kwa mwalimu, kwa mtume. Hawa watu wanapaswa kuwa makanisani, na haipaswi mmoja ndio aliongoze kanisa basi. Haipaswi kwamba eti mmoja ndio awe kiongozi wa kanisa. Hilo kanisa litakuwa na kwashakoo, litakuwa na utapia mlo. Huwezi kuishi kwa kula mboga tu, huwezi kuishi kwa kula matunda tu, huwezi kuishi kwa kula vyakula visivyokobolewa tu, huwezi kuishi kwa kula nyama tu. Unahitaji maziwa, unahitaji mboga, unahitaji matunda. Haleluya. Ndiyo maana Mungu anasema amewaweka hawa 5 ili mtu akue. Na ndiyo maana unaona udhaifu uliopo kwenye makanisa tulioko sasa hivi. Watu hawakui kiroho, watu wana utoto bado. Mtu umeokoka miaka 4, 5, 6, 10, 20 kwenye wokovu, lakini unakuta bado mtu ana tabia za kitoto, mtu ana tabia za utoto, ana kwashakoo, ana marasmus, ana utapia mlo, ana upungufu mwilini kutokana na kutokula chakula anachopaswa kula. Kwa wale wa mama wanaopeleka watoto wao kliniki wanafahamu. Ziko zile kadi za kliniki, zinaonyesha graph kabisa imewekwa pale. Mtoto wako anakuwa vizuri au anakuwa vibaya, kwa sababu anatakiwa akifikisha miezi fulani awe na kilo fulani, akifikisha miezi fulani awe na kilo fulani. Sasa kama kilo hazipandi, zimekaa pale pale, kama kimo hakiongezeki, kiko pale pale, wanaanza kukushauri unamlishaje, namlisha hivi, namlisha inabidi, wengine wametengeneza mpaka wanaita ujilishe sijui nini, kumfanya mtoto akue vizuri. Ina maana huu tunaongelea hapa ni ujilishe wa kiroho. Lazima uwe na unabii, lazima uwe na mtume, lazima uwe na mwinjilisti, lazima uwe na mwalimu, lazima uwe na mchungaji. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo hawa wote lazima wawe kanisani. Ukiona kanisa haliruhusu hizo huduma kufanya kazi, hilo kanisa lina upungufu mkubwa mno. Watu wengi sana wanalalamika, huyu bwana wanahama, wanaenda maeneo mengine, kondoo wangu wanahama, hawa watumishi wanaiba watu wangu. Lakini kuna kitu wanakikosa kwako. Unawapa matunda tu, unawapa protein tu. Wanahitaji, usiwape mboga tu, wanahitaji na matunda, wanahitaji na nyama. Haleluya. Sasa unakuta mtu nabii ndio kiongozi wa kanisa, lakini unajua kibibilia kiongozi wa kanisa ni mchungaji, na anakuwa kiongozi wa kanisa baada ya mtume kufungua ile kazi. Mitume ndio wanaoweka msingi,
Wakishaweka msingi, ndipo wanakuja wachungaji, wanaongoza lile kanisa, wanalisha lile kanisa. Biblia inasema, ngoja tuone tabia za uchungaji ambazo mtu anapaswa kuwa nazo. Haleluya, 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 haleluya. Alafu utaona jinsi ambavyo hii ni kwa ajili ya wachungaji peke yake. Ezekieli 34 mstari wa 1 mpaka wa 31. Sitasoma mistari yote, lakini Ezekieli 34:1 mpaka 31. Ezekieli 34. Neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, toa unabii juu ya wachungaji wa Israeli. Toa unabii waambie, naam, hao wachungaji, Bwana Mungu asema hivi: ole wao wachungaji wa Israeli wanaojilisha wenyewe. Je, haiwapasi wachungaji kuwalisha kondoo? Mnawala walionona, mnajivika manyoya, mnawachinja walionona, lakini hamwalishi kondoo. Wagonjwa hamkuwatia nguvu, wala hamkuwaponya wenye maradhi, wala hamkuwafunga waliovunjika, wala hamkuwarudisha waliofukuzwa, wala hamkuwatafuta waliopotea, bali kwa nguvu na kwa ukali mmewatawala. Nao wakatawanyika kwa sababu hapakuwa na mchungaji, wakawa chakula cha wanyama mwitu, wakatawanyika. Kondoo zangu walitangatanga katika milima yote na juu ya kila kilima kirefu. Naam, kondoo zangu walitawanyika juu ya uso wote wa dunia, wala hapakuwa na mtu aliyewaulizia wala kuwatafuta. Hii mchungaji anapaswa kufanya nini? Anasema mstari wa 4, wagonjwa hamkuwatia nguvu, wala hamkuwaponya wenye maradhi, wala hamkuwafunga waliovunjika, wala hamkuwarudisha waliofukuzwa, wala hamkuwatafuta waliopotea. Hiyo yote ni kazi ya mchungaji. Ukienda kusoma hiyo sura yote utaona kumbe kuna waliovunjika kanisani. Wameokoka, wamekuja, wamevunjika, wameteseka huko, wengine wameenda kwa wachawi, wengine walikuwa makahaba, wamefanyiwa vitu vya ajabu kwenye biashara yao ya ukahaba, wamekuja kanisani. The only person ambaye anaweza akawasaidia na Mungu amempa huo upako ni mchungaji aliyepakwa mafuta ya kichungaji na Mungu. He can handle that. Ana uwezo wa kuhandle hizo situations za hivyo. Yaani hata kama mtu yukoje, unajua kondoo ukiangalia, yani hata wale ile tu kondoo wachungaji wa kawaida, unakuta kondoo kazaa huko porini, anakabeba kale katoto yule mchungaji mpaka nyumbani, anakatunza, anakaangalia. Lakini hapa anaelezea kwamba kuna kondoo waliovunjika, kuna kondoo wagonjwa. Kwa hiyo kanisani mtu anayeweza kutekea ya wale watu na upako amepewa na Mungu ni yeye tu, au katae, na kama kweli ameitwa na Mungu kwenye hiyo huduma ya uchungaji, ni mchungaji peke yake. Ndio maana unakuta kuna watu kweli ameokoka bado anakaa ukorofi, bado haeleweki, amepigwa huko alikokuwa, yani ana tabia za ajabu. Anayeweza akamsaidia, akamkumbatia, akamponya. Ukienda kusoma wana majeraha ya kufungwa, walipovunjika hawakufungwa, wakorofi mpaka wameenda wamepotea huko. Unakuwa mkali kwao. Watumishi wengine wanafukuza watu kanisani. Mimi sijasoma mahali kwenye Biblia kwamba watu watengwe waondolewe kanisani, kwa sababu hapa ananionyesha, ukienda kusoma mlango wote, kwamba wale waliofungwa, wale walio wagonjwa, ambao ndio hao wenye tabia za ajabu leo makanisani, wanatakiwa wasaidiwe. Huwezi kuokoka kwa siku moja ukamaliza kila kitu ukakuwa hapo. Ni kama mtoto mchanga, unakuwa unafikia kimo na cheo cha Kristo, lakini huwezi kufikia kimo na cheo cha Kristo kama hujapata huduma ya kichungaji itakayo kukusaidia kutibu majeraha uliyoyapata huko ulikotoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Wako unajua, hata mchungaji wa kawaida wa hawa wanyama, kondoo na ng'ombe, wale wagonjwa huwa wanaangaliwa, wanaachwa zizini, wanapata special treatment. Leo unakuta mchungaji hajui huyu jamaa yuko wapi, hafuatilii. Hivi yule jamaa anayemonaga kwenye ile kona pale, hivi yule jamaa anayemonaga kwenye ile kona pale, anakaaga kiti hapa, mbona simuoni? Mtafute. Ndio kazi. Anasema mmeacha, wamepotea, wameenda kuliwa na wanyama wa mituni. Ni kazi ya mchungaji. Kwa hiyo nabii akiwa kiongozi wa kanisa hana huo upako, kwa sababu hapa Mungu hajasema na manabii, amesema na wachungaji. Kwenye hii Ezekieli 34 anaongelea wachungaji, kwa sababu mstari wa 4 unasema wagonjwa hamkuwatia nguvu. Kuna watu kanisani wanahitaji nguvu special, ni wanyonge, yani wameokoka huko walikotoka, wamepigwa hasa, wakaona wakimbilie kanisani. They need special care. Anasema wala hamkuwaponya wenye maradhi.
wala hamkuwafunga waliovunjika. Kuna watu wameokoka lakini wamevunjika kulingana na maisha walioishi huko. Mtu anakuja kanisani amekataliwa na ndugu zake wote, wamemtenga. Anakuja kanisani anatengwa. Anakuja kanisani hakumbatiwi. Lakini anayeweza kufundisha hiyo tabia ya watu kukumbatiana na kupendana kanisani ni mchungaji. Ndiye anayepaswa kuambia kondoo wenzake, huyu jamani ni mgonjwa, amevunjika, hebu kaeni naye sawa sawa. Msimpige vikumbo, mkumbatieni. Inasikitisha sana, unaenda kanisa, ni mgeni pale, unashangaa ibada ikiisha, wakitoka wanasalimiana wanaojuana tu. Lakini kama mchungaji angekuwa anawakumbusha, jamani kuna wageni hapa, kutaneni nao, wasalimieni, juaneni nao. Anasema hamkuwafunga waliovunjika, wala hamkuwarudisha waliofukuzwa, wala hamkuwatafuta waliopotea. Kwa hiyo hii ni kazi ya mchungaji. Nabii huwezi, mtume huwezi, mwinjilisti huwezi, mwalimu huwezi. Ni wachungaji wamepewa, na ndio maana kanisa limepewa kuchungwa. Na ukiangalia vizuri, mtu anayemjua Mungu ni nabii, ni mwalimu, atakuwa na mchungaji wake. Kwa sababu gani? Kuna vitu yeye mwenyewe anamhitaji mchungaji, na huyo mchungaji na uchungaji wake, kuna vitu anamhitaji nabii, kuna vitu anamhitaji mwalimu, naye anakaa anafundishwa, kwa sababu ni upako, ni ofisi, ni huduma iliyotoka kwa Mungu, ni upako unaopatikana kwa Mungu peke yake. Wako waliopendelewa na Mungu, nakuta ni mtume na ni mwinjilisti, ni mtume, ni nabii, ni mtume, ni mwalimu, ni mchungaji, wapo, lakini sio wote. Kwa sababu unaweza ukasikia hivi sasa, kesho ukaanza kusema mimi ni mtume, mchungaji, nabii, mwinjilisti. Nabii, jamani, Mungu amekuita hivyo? Hiyo kwanza tu angalie. Lakini pointi yetu ni kwamba hawa wote wanahitajika kanisani ili kanisa likue, watu wa Mungu wakue, wafikie kimo na cheo cha Kristo. Haleluya, haleluya. Mtume kazi yake anafungua kanisa, anaenda sehemu ambayo Yesu hajasikika, anaweka msingi pale wa kanisa, msingi wa Kristo kwenye lile kanisa, anaacha watu waendelee kufanya kazi. Makanisa mengi yaliyofunguliwa na mtu mwenye huduma ya kitume zaidi huwa yanadumu sana, huwa yanakuwa na msingi fulani imara wa Kikristo na mafundisho mazuri. Tofauti na unakuta mtu anafungua tu, anaenda mahali anafungua kanisa, ni mwinjilisti anafungua kanisa. Wewe mwinjilisti unakuwa mchungaji kweli? Mwinjilisti kuwa mchungaji kila siku, utahubiria watu kuokoka na utataka watu waokoke kila siku. Haleluya. Lakini mwinjilisti ukishahubiri watu wakaokoka, achia kazi walimu, achia kazi wachungaji, achia kazi manabii, waanze kuwalisha wale watu wakue kiroho. Kanisa lisilo na unabii lina upungufu. Kanisa lisilo na walimu lina upungufu. Kanisa lisilo na mchungaji lina upungufu. Kanisa lisilo na mtume lina upungufu. Kanisa lisilo na mwinjilisti lina upungufu. Kwa sababu mwinjilisti anapokuwa kanisani, anawasaidia wainjilisti wengine kukua katika uinjilisti wao, nao wakahubiri injili ya kweli. Mtume anapokuwa kanisani, anawasaidia wale mitume wadogo wanaokuwa, waliozaliwa ndani ya kanisa, nao wakue na kuwa mitume bora. Hali kadhalika kwa mwalimu na mchungaji. Sasa wewe una huduma ya kiwalimu, unakaa chini ya mchungaji tu, lazima uwalimu wako utakaa kichungaji. Hautafundisha vitu unavyopaswa kufundisha, kwa sababu unapokuwa mwalimu lazima kuna vitu utapewa kwa ajili ya manabii, utapewa kwa ajili ya mitume, kwa ajili ya wale walioko pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndio maana Mungu akaweka hawa wote. Wewe una huduma ya uchungaji afu unakaa chini ya nabii. Manabii ni watu ambao wako straight, hawakubembelezi. Sasa wanakuambia kitu cha Mungu, Mungu anasema hivi, na usipofanya itakuwa hivi, unapaswa kufanya hivi, unataka kuenenda hivi, Mungu anasema hivi, tuende hivi, na usipofanya itakuwa hivi. Nimemaliza. Sasa unakuta huyo eti ndio kiongozi wa kanisa, nabii ameamua kuwa na kanisa. Hivi wewe mchungaji atakuwaje? Haleluya, haleluya. Kwa hiyo hizi huduma lazima ziwepo zote kanisani ili tuweze kukua na kufikia kimo na cheo cha Kristo. Ndiyo maana tunapaswa hawa watu wote, hizi huduma zote kuwepo makanisani.
Kuna upungufu mkubwa. Tunajiuliza mbona kanisa la sasa hivi haliko kama kanisa tunalolisoma kwenye mitume na matendo ya mitume. Ni kwa sababu hii. Kasome matendo ya mitume. Hawa wote walifanya kazi. Imefika mahali hata Paulo anasema, jamani, mimi sikuitwa hata kubatiza. Wako walioitwa kubatiza. Mimi nimepewa kuhubiri injili ya Kristo basi. Anakumbushia anasema, nilibatiza watu wa Gayo tu, na wa nyumba ya Gayo, sijui au ya nani alitaja jina pale, kwamba wale watu 9 tu ndio niliwabatiza. Kwa sababu mimi sijaitwa kubatiza. Kila mtu asimame kwenye nafasi yake. Sasa mtume unakuta ndio anabatiza, ndio sijui ana nini, yani wewe ndio kila kitu. Tuachiane. Kila mtu akae kwenye nafasi yake. Sasa wewe ni mtume, leo unashika kanisa. Wewe ndio kila kitu pale. Hivi hao ambao ni manabii, hivi hao ambao ni wainjilisti, hivi hao ambao ni walimu chini yako, huduma zao zinachipukaje? Huduma zao zinachipukaje? Lazima uachie. Na mchungaji ndiye aliyepewa kutunza kanisa. Kwa sababu gani? Anaelewa kondoo wake. Biblia inasema mchungaji mwema anaelewa walio wa kwake, mpaka kwa majina wanaisikia sauti yake. Kwa hiyo anajua yule kondoo wangu yule ana kitu cha kinabii, yule kondoo wangu yule ana kitu cha kitume. Anawaachia. Wewe kaangalie, mtunza mbuzi, kondoo, kuku, anajua huyu kuku ni mzuri kwa kuatamia, huyu ni mzuri kwa kutaga, huyu anajua kulea watoto. Maana kuna kuku anatamia mayai yote, anaangua, lakini haangalii watoto. Lakini kuna kuku mzuri kweli kukumbatia watoto. Kuna kuku anataga lakini wala hataki kuatamia, na wale watoto wakizaliwa anaanza kuwadonoa. Kwa hiyo anayejua hivyo vitu ni mchungaji. Na wachungaji tuachie hivi vipawa vikue kanisani. Usione wivu kwamba eti sasa huyu anaanza kutoa unabii kanisani itaonekana sio kitu. Tunaongelea habari ya mwili wa Kristo. Sio kanisa lako, sio huduma yako. Mwili wa Kristo ukue, ujengwe hata kufikia kimo na cheo cha Kristo. Haleluya. Haleluya. Ukiangalia Yesu, hata Yesu kuna level fulani alikaa na wanafunzi wake, lakini kuna level alikuwa bado hawajafika. Anawaambia hebu subirini. Siwezi hata kuwaambia vitu vingine kwa sababu bado hamjakuwa. Na hamwezi kukua kama yule Roho Mtakatifu hajaja bado. Kwa hiyo akija yule Roho atawafundisha, atawaelimisha, atawapasha habari mpaka ya mambo yajayo. Kwa sababu yule atatoa kwa Baba, atawaletea nie. Kwa unaona hata wanafunzi kuna cheo walikuwa hawajafika, kuna kimo walikuwa hawajafika mpaka alipokuja yule Roho Mtakatifu. Sasa unashangaa kanisa la sasa haliongelea habari ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu anatusaidia kukua. Roho Mtakatifu ni maji. Haleluya. Haleluya. Ni maji kwenye kukua kiroho. Ni maji. Na kuambia ule matunda, ule mboga, ule hizo whole grain, yani vyakula visivyo kobolewa, ule nyama, sijui ni samaki, tena ndio wanasema bora zaidi. Kama hunywi maji, utaenda hospitali tu. Sasa Roho Mtakatifu ndiye ana vile vinavyoachiliwa na mitume na manabii na walimu na wainjilisti ndani yako. Roho Mtakatifu anavipokea, anavichambua, anavidigest, anavifanya vianze kufanya kazi sawa sawa. Haleluya. Kwa unaona hata Yesu alifika mahali aliona wanafunzi wake wana upungufu na wanahitaji Roho Mtakatifu kwanza ili waweze kukua na kufikia kimo chake. Haleluya, haleluya. Dalili za kutokukua vizuri. Dalili za kutokukua vizuri. Ukiona mimi kwa kweli sijakuwa. Ninazitaja kwa haraka kwa ajili ya muda, alafu utaenda kujicheki mwenyewe. Dalili sijaziweka kwamba hii ndiyo ya kwanza au ya nini, ni baadhi nimezitaja. Dalili za kutokukua vizuri. Wewe angalia umri uliookoka mpaka sasa. Alafu jicheki hapa. Ukiona unaongelea zaidi mtu, yani mtumishi kuliko Mungu, hujakuwa. Yani unamuongelea mtumishi, sijui ni nabii, sijui ni mtume, sijui ni nani. Yani umeokoka kupitia jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kifo, uhai wa Yesu ndio uliokufanya wewe uokoke, lakini unaongelea habari ya ahimidiwe kuliko huyo Yesu. Unaongelea habari ya mchungaji wako na mtumishi wako unakosali kuliko Yesu. Unapoongea na watu waje kanisani, unawaambia waje kwa ajili ya yule mtumishi, huwaambii waje kwa ajili ya Yesu. Hujakuwa. Yani hujakuwa, ni mchanga. You need milk, not food, not hard food, not ugali. You still need milk.
Haiwezekani Kristo Yesu mwana wa Mungu amekufia msalabani, amekuokoa, umemuonja, ukaona jinsi alivyo mwema, ukaanza kuongea habari za watu kuliko Kristo. Ukishaona unaongea habari za mtu kuliko Kristo Yesu, hujakuwa kiroho. Hujamjua nani aliyekuokoa, na huwezi kukua ukafikia kimo na cheo cha Kristo, kwa sababu unamjua mtu kuliko Kristo. Unaongea habari za mtu kuliko za Kristo. Kitu cha pili, ukiona unasifia zaidi dhehebu unakosali kuliko Yesu aliyekufia. Sisi wa Pentekoste, sisi wa Lutheri, sisi sijui wa huduma gani, sisi wa huduma ile. Hujamjua Yesu, hujakuwa, bado ni mtoto. Hapa tunaongelea habari ya ufalme wa Mungu, kanisa la Kristo, na Yesu Kristo aliyekufa akalinunua kwa damu yake. Basi hakuna dhehebu linaloenda mbinguni, hakuna dhehebu lenye mbingu, hakuna dhehebu ambalo watu wake wote wataenda mbinguni. Kule nako watanyakuliwa. Kama Yesu alisema watakuwepo wanawake wawili wanasaga, mmoja ananyakuliwa, mmoja anaacha. Mume na mke watakuwa wamelala kitandani, atanyakuliwa mmoja, mwingine ataachwa. Alafu unafikiri dhehebu lako wote wataenda mbinguni? Acha kudanganywa. Hayo ni mafundisho ya uongo na ya mashetani. Watakaoenda mbinguni ni waliotakasika kwa damu ya Yesu, watakaovumilia mpaka mwisho, na watakaoishi maisha matakatifu. Siku ile parapanda inalia, hawana doa wala wamefikia kimo na cheo cha Kristo. Lakini sio kwa sababu wewe ni Mpentekoste, ni Mlutheri, ni Mromani, sijui unasali kanisa gani, sijui huduma gani. Sio kwa sababu hiyo. Ni namna wewe unavyoishi ndani ya Kristo ndivyo utakavyonyakuliwa. Kwa hiyo usiwaambie watu habari za dhehebu lako sana, waambie watu habari za Yesu Kristo, ili popote watakapokuwa, hata hawapo kwenye dhehebu lako, watakuwa na kufikia kimo na cheo cha Kristo. Watamjua Mungu, watamwabudu Mungu. Haleluya. Hivi hamjui niye mmekuwa nyumba ya Kristo, nyumba ya Mungu? Ndivyo Biblia inavyosema, kwamba sisi tuliokombolewa kwa damu ya Yesu ni hekalu na ni kuhani, na Yesu Kristo anakaa ndani yetu. Ndivyo Biblia inavyosema. Sasa kama Yesu Kristo na Mungu wanakaa ndani yetu, sisi ni nyumba ya ibada. Ninatangaza nyumba gani nyingine ya ibada zaidi ya Yesu Kristo? Haleluya. Haleluya. Ukiona unamfahamu zaidi mtumishi wako kuliko Yesu, ukiona unamwamini zaidi kuliko Mungu. Yani kuna watu anaenda ibadani ameamka asubuhi, anacheki ibada, anaona yule kiongozi wa hiyo huduma, wa hilo kanisa hayupo tayari, kwake yani ni kama hamna ibada. Yani yule mtu ndio unamfahamu zaidi kuliko Mungu. Unajua, ukimfahamu Mungu, unapotoka nyumbani, ni usiku unajiandaa, ni asubuhi unajiandaa, Mungu leo nitembelee, nina hiki na kile, I need to see you, nataka unitembelee, naomba uniguse. Mtumishi awepo asiwepo, Mungu atakuwepo, atakugusa. Lakini ukikaa na watu unaelezea habari za mtumishi wako tu kuliko habari za Yesu. Yani uko saluni unanyoa, uko saluni unasukwa nywele, uko kwenye daladala, uko mahali mmekaa, ni ofisini kwenu, unaongea habari za mtumishi wako toka asubuhi mpaka jioni. Huongea habari za Yesu. Unamfahamu huyo mtumishi kuliko kumfahamu Yesu. Na unafikiri huo wokovu umekuja kwako kwa sababu ya huyo mtumishi na sio Yesu. Kwa sababu kama aliyekuokoa, aliyekutakasa na kukujaza Roho Mtakatifu ni Yesu Kristo, huwezi kukaa unaongea habari za mtu kuliko Yesu. Mimi sijasema ni vibaya kuintroduce mtumishi wako na mchungaji wako kwa watu, lakini isiwe zaidi ya Kristo. Usimuongelee zaidi ya Kristo. Kwa sababu kama huyo mtumishi anategemea nguvu za Kristo, hawezi kumsaidia kama huyo Kristo asipotaka huyo asaidie huyo mtu. Haleluya. Ukiona mtumishi anayeongoza kanisa, huduma unayoenda hayupo, kwako ni kama Mungu hayupo kanisani. Anayeongoza ibada, kusifu na kuabudu, sio unayempenda. Yani unakuta praise and worship anaimba nani leo? Ni kama tayari wewe unaona hamna Mungu tena kanisani. Hapo huna Roho Mtakatifu. Hujakuwa, ni mtoto, unahitaji maziwa. Nimesema neno la Mungu linasema hivi. Ukisoma Waebrania 3:6. Waebrania 3:6. Bali Kristo kama mwana juu ya nyumba ya Mungu, ambaye nyumba yake ni sisi, kama tukishikamana sana na ujasiri wetu na fahari taraja yetu mpaka mwisho. Anasema bali Kristo kama mwana juu ya nyumba ya Mungu, ambaye nyumba yake ni sisi. Mimi ni nyumba ya Kristo.
wewe ni nyumba ya Kristo. Sasa kama wewe ni nyumba ya Kristo, leo unapataje shida unapoona worship leader fulani hayupo, mwimbaji fulani hayupo, mtumishi fulani hayupo? Yesu yuko ndani yako, hata kuhudumia. Fungua moyo wako, jiachie. Haleluya, haleluya. Ukisoma Petro wa kwanza 2:5, Petro wa kwanza, waraka wa kwanza wa Petro 2:5, ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai mmejengwa mwe nyumba ya Roho. Roho Mtakatifu anakaa ndani yenu. Ukuhani mtakatifu, wewe ni kuhani. Mtoe dhabihu za roho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Inua mikono, mwabudu Mungu, no matter nani ana lead. Wewe mwenyewe ni nyumba ya Kristo. Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Yesu yuko ndani yako. Wewe ni hekalu. Nenda kasome Ufunuo wa Yohana mlango wa 5. Sisi ni makuhani. Sasa wewe ni kuhani. Kuhani ni kiongozi wa ibada. Wewe ni hekalu. Hekalu ni nyumba ya ibada. Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Nenda kasome Injili ya Yohana. Anasema saa imefika, waabudu halisi watamwabudu katika roho na kweli. Sio katika mtu fulani anayeongoza praise and worship, ni katika roho. Roho anaweza akaongoza mtu fulani ikawa unaabudu kwa sababu ya huyo mtu fulani, lakini anapokuongoza Roho Mtakatifu utakuwa unamwabudu Mungu kwa sababu Roho Mtakatifu amekuongoza kumwabudu Mungu jinsi hiyo siku. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo lazima tumwachie Roho Mtakatifu atuongoze. Ukishaona wewe kwamba mtumishi fulani hayupo wa worship, praise and worship hayupo, mtumishi kiongozi wa kanisa hayupo, mchungaji fulani hayupo, unanyong'onyea, hujafika kimo na cheo cha Kristo. Unahitaji maziwa, kama ambavyo Petro anasema kwenye waraka wa kwanza wa Petro 2:2. Waraka wa kwanza wa Petro 2:2 anasema, kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu. You need milk now ili uweze kukua, kwa sababu bado uhitaji chakula kigumu. Kwa hiyo ukiona una hizo dalili, unahitaji maziwa bado. Na ukienda kusoma Wagalatia 5 anasema, Wagalatia 3 Paulo anasema, ni Wagalatia 8 aliyewaloga. Mlianza katika roho, sasa hivi mnaenda katika mwili. Ina maana hawakui vizuri. Wana dalili mbaya za kukua. Wanakwasha koo. Haya maziwa sasa ya kuwakuza ambayo Petro anaongelea, mtapata wapi kama mtakuwa mnafundishwa kila siku namna ya kuwa matajiri na jinsi mnavyologwa na wachawi? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maana shida nyingine ya kanisa la Kristo la sasa hivi, mafundisho yanayofundishwa. Na unajua aina ya mafundisho yanatokana na huduma. Nabii ana macho, anaona vitu fulani. Anaweza kuwa anaona namna watu wanavyoteseka, anakuja na ufumbuzi wa watu wameteseka, labda wamefungwa na roho za kurithi, wamerithi vitu, wanalaana aina fulani, wana vifungo vya kichawi, wana vifungo vya kipepo, wanaona na kuwafungua watu, manabii. Sasa huyu nabii akiwa kila siku yende akiwa ndio kiongozi wa ile huduma, yeye atakuwa anawafundisha watu namna wanavyologwa, namna walivyofungwa. Labda watu ni maskini, ataenda mbele za Mungu, kwa nini watu ni maskini? Atakuja na namna ya kuwa tajiri tu. Kwa hiyo unakuta akili yako imejaa namna ya kuwa tajiri, namna ya kufanikiwa. Yaani wewe kila siku unafundishwa kuwa tajiri, kila siku unafundishwa kufanikiwa, mafanikio ya kimwili. Hayo ya kiroho utafanikiwa vipi? Kumbuka Yesu alisema, tafuta kwanza ufalme wa Mungu na hayo mengine utazidishiwa. Ukishaona wewe unawaza utajiri tu, hujakuwa. Ukishaanza kuona unawaza kufanikiwa haya mambo ya kimwili, niwe na nyumba fulani, niwe na gari fulani, niwe na sijui nini, niwe na hiki. Hivyo vitu Yesu alitangulia kusema, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu, hayo yatakuja. Msisumbuke mle nini. Sikia, ufalme wa Mungu ni nini? Unapaswa ujue. Kumbuka, ufalme wa Mungu ni ule ufalme ambao mwanadamu aliupoteza Adamu alipokosea pale bustanini, akatolewa kwenye ile nafasi, kwa sababu mwanadamu alipewa aitawale dunia, dhahabu, fedha na kila kitu. Nenda kasome Zaburi ya 8. Mwanadamu amepewa atawale kila kitu, akakipoteza. Alipokipoteza, Yesu amerudi.
Na huyo Yesu amerudi kwa sababu amepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Amepewa urithi wa kila kitu. Kwa hiyo anatualika sasa upya kwenye ule ufalme wake ambao tutatawala hapa na baadaye milele. Sasa wewe unaacha kuingia kwenye ufalme wake utawale hapa na milele, unaanza kufikiria kuwa tajiri. Utakuwa na upungufu mwingi sana kwenye ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu sio juu ya kula na kunywa. Biblia inasema kuna vitu vingi ambavyo tumeandaliwa, tunapaswa kumiliki, tunapaswa kutawala. Lakini jamani, sisi ni makuhani, ni hekalu. Tunahitaji kumfanyia Mungu ibada. Tunahitaji kusimama kwenye nafasi kama makuhani, tufanye kazi ya Mungu kwa kila aliyeokolewa. Lakini unakuta asubuhi mpaka jioni unaenda kukesha kwenye mkesha, unaongelea habari ya uchawi na wanavyologa na wanavyofanya uchawi na uganga. Sijui ukiona mjusi ni uganga, sijui ni uchawi, sijui ukiona nini. Hivi kama Biblia inasema mjusi alikuwepo hata kwenye nyumba ya mfalme, kwa nini lazima mjusi? Sikia nikwambie, hakuna chochote ambacho hakiwezi kutumiwa na shetani. Nyoka anatumiwa na shetani, mjusi anatumiwa na shetani, mbwa anatumiwa, wanadamu. Mapepo yanakemewa kutoka kwa nani? Si kwa wanadamu. Sasa kwa nini uaminishwe sana kwamba mjusi, kila ukiona mjusi yani wewe ushachanganyikiwa? Wakati mapepo yamejaa kwa wanadamu ambao wengine ndio unaowaamini, wengine ndio unaenda kuwaomba hela, wengine ndio unaowategemea wakusaidie. Wamejaa mapepo na hizo pesa zina mapepo. Lakini kwa sababu mentality yako ni ya kupata utajiri tu, huangalii na umefungwa kwa sababu humwachii Roho Mtakatifu akusaidie na hujakuwa na kufikia kimo na cheo cha Kristo ili uwe na macho ya Kristo, huwezi kuona. Na kwa sababu umejijengea wewe unataka kufanikiwa tu, huangalii hela inatoka wapi. Wewe unapambana kuipata hiyo hela, utaongea uongo, utatoa rushwa kwa sababu umefundishwa kufanikiwa. Umeambiwa maskini ni dhambi, umaskini hataenda mbinguni, Mungu hamtumii maskini. Nani amekuambia? Someni Biblia. Alifanyika maskini ili sisi tuwe tajiri. Alafu huyo aliyefanyika maskini ili sisi tuwe tajiri, aliyenyenyekea hata mauti ya msalaba, hutaki kumjua. Utapata utajiri wa wengine walio nao. Kwa sababu utajiri sio utajiri tu. Hatuhitaji utajiri kama wa hao matajiri wasiomjua Mungu. Tunataka utajiri ndani ya Kristo. Abraham alikuwa tajiri sana akiitwa, lakini alimhitaji Mungu na ndio maana alikubali kuondoka alipokuwa. Kasome Mwanzo 13. Alikuwa tajiri sana, mwenye dhahabu na fedha, lakini aliamua kumfuata Mungu. Kwa nini? Ule utajiri wake ulikuwa na upungufu, haukuwa utajiri wa kimungu. Sisi tunahitaji utajiri, mafanikio ya kimungu ambayo huwezi kuyapata bila kukua na kufikia kimo na cheo cha Kristo. Kama leo unaogopa mjusi nyumbani kwako, hujakuwa. Kwa sababu ukikuwa, mjusi yoyote wa ajabu Yesu atakufunulia. Huyu sio wa kawaida huyu. Kuna watu wanachukia paka. Ukiwaambia kwa nini unachukia paka? Wachawi. Kwa hiyo Mungu aliumba wachawi? Wachawi wanatumia chochote. Sasa unaenda ibadani, ni uchawi tu unaongelewa, ni utajiri tu unaongelewa. Huwezi kukua. Lazima ufundishwe ibada, lazima ufundishwe kumpenda Mungu. Yaani ukishaona hupendi watu, husamehi, unadharau watu, yani uumbaji wa watu unadharau. Uko kanisani kwa sababu wewe una vitu fulani, una gari, una nini, unadharau wasio na magari, unadharau wasiovaa vizuri, unadharau sura za watu, unadharau vimo vya watu, unadharau maumbo ya watu. Hujafikia kimo cha Kristo. Ni mchanga. Kwa sababu Yesu alikufa kwa wote. Na Yesu akiwa ndani yako atakufanya upende kila mtu, atakufanya utangulize wengine. Upende, usamehe ni tabia ya Mungu ambayo lazima utakuwa nayo kama unafundishwa na mitume, manabii, wainjilisti, walimu na wachungaji. Kama unapata balanced diet. Kuna mtu anaweza akawa anakula vizuri, lakini kuna aina fulani ya chakula hali, nywele zinanyonyoka, ataambiwa kula kitu fulani zaidi. Damu imeshuka, kula kitu fulani vizuri ili damu ipande. Kwa hiyo kama una upungufu wa vyakula vinavyotokana na hawa watano niliowataja, ndio maana utakuwa na udhaifu na upungufu fulani. Haleluya. Lazima uwe mahali ambako wanamhubiri Kristo, kumpenda Yesu, kumwabudu Yesu, utakatifu, kumcha Mungu, kumhofu Mungu, kuogopa dhambi, kukimbia dhambi.
Unaona watu wanatoka kanisani, hujui hivi hao wametoka kanisani, wametoka mpirani. Hata mpirani wanapendana, wanakumbatiana, wale walioshinda unakuta wameshikana, wanafurahi pamoja. Hata wale waliofungwa sometimes wanapongezana, I say leo mmecheza vizuri. Hawa sasa wametoka wapi? Maana unakuta watu wamejaa chuki, anaendesha gari haangalii wanaotembea kwa miguu, yani uko barabarani ana hasira, anatukana. Tukatoka kanisani, kwenye basi, wapi, yani ni vurugu. Akifika nyumbani watoto wana amerudi. Hasa ulikuwa kwa Mungu gani? Unajua ukiwa kwenye uwepo wa Mungu una reflect ule uwepo wa Mungu. Ukirudi nyumbani unaachilia ule uwepo wa Mungu. Watoto, mume, mke, vijana, watu wa kazi, watumishi wako wanasema kweli mama ametoka kwa Mungu, kwenye uwepo wa Mungu. Kweli baba ametoka kwenye uwepo wa Mungu. Lakini unafika nyumbani, wewe fulani, lugha yenyewe haieleweki. Biblia inasema ndimi zetu zikolee munyu, ili tuweze kujua namna ya kumjibu kila mtu kwa upendo. Lakini unashangaa lugha ya mtu, unaingia duka la mlokole anavyokujibu. Tumesahau kwamba wale watu walimshtukia Petro kwa sababu ya kuongea kwake. Unaongea kama Yesu. Wewe uko kama mwanafunzi wa Yesu. Kuongea kwa Petro kulifanana na kwa Yesu. Sasa sisi hatufanani, hatujakuwa tukafikia hicho kimo na cheo cha Kristo. Lugha zetu zinatisha. Unaenda kwenye duka la mtu anavyokujibu unasema basi hebu ngoja niende tu kwingine. Unavyokaribishwa, unaangaliwa chini mpaka juu, dharau nini. Mtu ameweka manyimbo ya dini pale, anaimba ya gospel, lakini lugha yake. Lakini utagundua kwamba huyu mtu mentality yake ni kwamba anaweka ile, yani yeye anamtafuta Mungu ili amtajirishe, ili amfanikishe biashara. Lakini kuishi maisha yanayompendeza Kristo, no. Ana kitu. Sasa ukishaona hizo dalili kwanza kwamba unamtafuta Mungu ili akufanikishe, utakuwa kama wale Yesu waliomfuata Yesu kwa sababu ya mikate. Yesu akamwambia, wewe mimi ndio mkate, nyie mnatafuta mikate. Na ukienda kusoma Yohana 2, hakujiaminisha kwao. Kwa nini? Alijua hawa jamaa wanatafuta mikate. Sasa wewe unaenda kanisani ili uwe tajiri, ili ufanikishwe kwenye biashara yako, utakaa umuone Yesu. Mwisho wa siku utaamua kutumia njia ambazo sio za Kikristo tu. Ukiambiwa utoe rushwa utatoa, fanya hiki utafanya, kwa sababu umeona mambo hayaendi. Lakini ukiwa unamweka Yesu mbele, kitu cha kwanza ni kumjua Yesu, unampenda kwa sababu alikufia msalabani, mambo yataenda tu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nilitaka tusome neno moja hivi ambalo litatukamilishia somo letu la leo, ambalo hili neno liko kwenye Wakorintho wa kwanza mlango wa 3. Wakorintho wa kwanza mlango wa 3. Wakorintho wa kwanza mlango wa 3. Utaona namna ambavyo itatuwekea kwa ujumla tujitambue. Anasema Wakorintho wa kwanza mlango wa 3 mstari wa kwanza na kuendelea. Lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nanyi kama na watu wenye tabia ya rohoni, kwa maana nyingine kama watu waliokuwa wanakufikia kimo na cheo cha Kristo, bali kama na watu wenye tabia ya mwilini, kama na watoto wachanga katika Kristo. Yani anawaambia mimi naongea na nyie kama watoto wachanga, hamjakuwa. Kwa sababu gani? Tuangalie hizi dalili sasa za kutoku kama watoto wachanga katika Kristo. Kwa sababu gani? Anasema naliwanywesha maziwa, sikuwalisha chakula, kwa kuwa mlikuwa hamjakiweza. Naam, yani wakati ule anawahubiria Injili huyu Paulo aliwapa maziwa. Nimewambia mitume wanaanzisha kazi wanaondoka. Lakini alipoanzisha ile kazi akawanywesha maziwa kidogo akaondoka. Anasema lakini naam, hata sasa hamkiwezi. Yani amefika mahali kwamba sasa yani muda umeshaenda, lakini bado hamwezi kula chakula. Inawezekana hata meno wanayo. Hivyo mtoto wa miaka 15 anaanza kulia, mama taka pipi. Unajua na upungufu huyo. Kwa hiyo na sisi na yeye anaangalia, mbona kama hawajakuwa na umri wote huu, karibu wote ndevu. Mstari wa 3, kwa maana hata sasa ninyi ni watu wa tabia ya mwilini. Maana ikiwa kwenu kuna husuda na fitina, si watu wa tabia ya mwilini nyie, yani sio watu ambao hamjakuwa, ndio maana yake. Tena mnaendena kwa jinsi ya kibinadamu.
Maana hapo mtu mmoja asemapo mimi ni wa Paulo, ndio yale niliyosema, unamsifia mtumishi wako, mimi nasali kwa apostol, sijui kwa mtume na nabii gani, sijui kwa mchungaji gani. Hiyo ni utoto, ni utoto. Maana hapo mtu mmoja asemapo mimi ni wa Paulo na mwingine mimi ni wa Apolo, je, ninyi si wanadamu? Basi Apolo ni nani na Paulo ni nani? Ni wahudumu ambao kwao mliamini, na kila mtu kama Bwana alivyompa. Mimi nilipanda, Apolo akatia maji, bali mwenye kukuza ni Mungu. Ndio maana nakuambia, ukishaokoka jazwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye atakaye kukuza, ndiye atakaye kufundisha, ndiye atakaye kufungua macho ujue hii ni kweli, hii sio kweli. Huyu mtumishi anachosema ni sahihi, hiki mtumishi anachosema sio sahihi. Huyu nyoka ni ametumwa, huyu mjusi ametumwa, huyu paka ametumwa. Roho Mtakatifu atakufundisha. Ndio maana anasema mimi nilipanda, Apolo akaweka maji. Mungu ndiye anayekuza. Yaani Roho Mtakatifu ndiye anayekukuza katika kimo na cheo cha Kristo. Hivyo apandaye si kitu wala atiaye maji, bali Mungu akuzae. Basi yeye apandaye na yeye atiaye maji ni wamoja, lakini kila mtu atapata thawabu yake mwenyewe sawasawa na taabu yake mwenyewe. Maana sisi tu wafanya kazi pamoja na Mungu. Ninyi ni shamba la Mungu, ni jengo la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kadiri ya neema ya Mungu niliyopewa mimi kama mkuu wa wajenzi mwenye hekima, niliweka msingi na mtu mwingine anajenga juu yake, lakini kila mtu naangalie jinsi anavyojenga juu yake. Haleluya. Kwa unaona jinsi ambavyo Paulo anaongelea watu, yani wana hiyo tabia ya ajabu ya kuwasifia watu, ya kuwaona watu ni bora kuliko Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie sana tuweze kukua na kufikia kimo na cheo cha Kristo. Mimi sijui kama unaelewa makusudi ya Mungu kumtoa Yesu Kristo mwana wake wa pekee kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Ni zaidi ya unavyofikiria. Ni zaidi ya unavyofikiria. Ni zaidi ya unavyofikiria. Umekusudiwa mambo ya juu mno. Mambo ambayo jicho halikuyaona, mambo ambayo sikio halikusikia, ambayo Mungu amewaandalia wampendao. Acha kuhangaika na hivi vitu vidogo vidogo. Unakesha, unafunga, una nini ili uwe tajiri? Kweli? Unatafuta mali kwa kufunga? Kasome Biblia mwanzo hata mwisho, nionyeshe ni nani ambaye alifunga ili awe tajiri, alifunga ili afanikiwe eti awe tajiri, aondokane na umaskini. Kristo alishafanyika maskini ili wewe uwe tajiri. Kaa ndani ya Kristo. Mjue Kristo, msikilize Kristo, fundishwa na Kristo. Hayo mambo yatakuja. Kaa kwenye nafasi yako. Usitaki kulingana na mtu mwingine, usitaki kujifananisha. Kaa kwenye nafasi, vitu vitakuja. Biblia inasema baraka zitakufuata. Hakuna mtu aliomba utajiri kwenye Biblia. Wote waliokaa kwenye nafasi zao walipata kilicho cha kwao, walifanikiwa na hakuna aliyepungukiwa. Kasome Biblia. Hivi kama Yeremia aliyekuwa anafungwa tu, lakini Mungu anampa unabii wa kwenda kununua kiwanja, anatoa hela. Alikuwa anatoa hela wapi? Kila siku amefungwa. Alikuwa kwenye nafasi yake. Kwa alikuwa na hela ya uwezo wake na kusudio kulingana na kusudi alilo nalo. Hakupungukiwa. Wala hakupitisha harambee wala mchango kanisani kama lilikuwepo kanisa wakati huo. Alikuwa na hela kwa sababu alikuwa kwenye nafasi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mungu akubariki sana na akusaidie uweze kukua katika kimo na cheo cha Kristo. Ufike mahali huchukuliwi na elimu ya kila upepo unaodanganya na kukutaka kukupotosha, bali utasimama kwa miguu yako na kuisikia sauti ya Bwana ikikuelekeza uende kulia au kushoto ili uweze kufanikiwa. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninakuombea Mungu akubariki, akupe nguvu, akupe hekima, akupe kiu ya kumtafuta Yesu, kiu ya kumjua Yesu yule wa msalaba, Yesu yule aliyekufia msalabani, kiu ya kutamani kumjua huyo na siye mwanadamu, bali kumjua Kristo, bali kumjua Kristo, bali kumjua Kristo, bali kumjua Kristo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Wewe ambaye hujaokoka, hebu sali sala hii. Sema, Bwana Yesu, ninakuja kwako. Ninaomba unisamehe dhambi zangu zote. Nimeamua leo kukuamini kwamba ulikufa na kufufuka
kwa ajili yangu. Ulibeba dhambi zangu zote pale msalabani, ukaimwaga damu yako ili nitakase. Naomba uiachilie damu yako sasa. Naomba uiachilie damu yako sasa, initakase, inisafishe na kunifanya niwe kiumbe kipya, katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu, amen. Mungu, ninaomba neema yako juu ya mtoto wako huyu aliyeamua kukukaribisha katika maisha yake. Tazama sasa, ya kale yamepita, amekuwa kiumbe kipya ndani yako Kristo. Ninaomba umjaze Roho wako Mtakatifu, umpe na nguvu zako za kushinda na zaidi ya kushinda katika ulimwengu huu. Mungu, mfanye aweze kukua, mwongoze, mwelekeze mahali ambako atakunywa maziwa ya kiroho, atakula chakula cha kiroho, ili aweze kukua anavyopaswa kukua katika kimo na kufikia cheo chako Kristo. Ninaomba umsaidie aweze kupata balanced diet, aweze kupata mlo kamili, aweze kupata protein, aweze kupata mboga, aweze kupata matunda, aweze kupata vyakula visivyokobolewa, ili aweze kukua vizuri na kuwa na afya njema ya kiroho katika jina la Yesu, ili atakavyofanikiwa kiroho, ili na kimwili afanikiwe hivyo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Amen. Mwana wa Mungu, tafuta kufanikiwa kiroho ili uweze kufanikiwa kimwili, kwa sababu namna utakavyofanikiwa kiroho, namna ulivyokuwa kiroho, ndipo na kwenye maisha haya ya mwilini ya sasa utakavyofanikiwa. Mungu akubariki sana.